Mfuko hakikishe unakuwa karibu na wadau, yani vyuo, na kutoa huduma kwa wakati, hasa kwa wale wanaotumia kadi za NIDA. Na kwa wale ambao hawana kadi za NIDA, njooni katika mamlaka zetu ili wanafunzi hao tuhakikishie wanakuwa na kadi zao za NIDA bila changamoto yoyote ile, ili wanapotaka matibabu waweze kutumia kadi hizo, kama ambavyo meneja wa NHIF amesema. Kuna haja ya kuwa na vitambulisho vingi. Kitambulisho kimoja kinaweza kukufanya ukapata huduma hii. Meneja wa NHIF, hakikisha unawasilisha taarifa ya usajili kwangu kwa kila chuo, ikionyesha idadi ya wanafunzi waliojiunga na kulipa, wasiojiunga na sababu, ili kila robo mwaka, ili na sisi serikali tuweze kufanya ufuatiliaji, kwa sababu hii sio kazi yako tuwe meneja wa NHIF, ni kazi ya serikali. Na mimi nikiwa kiongozi wa serikali ningetaka kujua vyuo gani vimecomply, vyuo gani havicomply, ili tuwaite wanaohusika, tukae nao tujue sababu gani, lakini wale ambao wanafanya vizuri pia tuweze kuwapongeza kwa ufanisi wao, ili kuwapa moyo na kuwafanya wafanye vizuri zaidi. Wakuu wa vyuo, hakikisheni kila mwanachuo anajisajili na anakuwa na bima afya kwa kila mwaka wa masomo. Hii ni lazima na ndiyo maelekezo ya serikali kwa kila mwanachuo kuwa na bima ya afya, kwa sababu wakati mwingine wewe una bima ya afya, unafika hospitali fulani hupokelewi vile inavyopaswa, unasumbuliwa azifu kwamba wewe kwa sababu hujapeleka cash money. Kwa sababu watu wetu sisi wa Tanzania tuna changamoto, yule anayelipa kama prepaid anaonekana azifu, yani kama vile hana vitu kutoa. Yule mwenye cash kwa wakati huu ndio anaonekana ni mtu bora, kwa sababu inatafutwa ile pesa. Kumbe hawa watu walishalipa cash yao muda mrefu uliopita. Kwa hiyo hawa ndio walitakiwa kupewa kipaumbele kuliko hata wale wanaokwenda na cash, ili wafanye hawa wa cash nao waondokane na mfumo wa cash, badala yake warudi kwenye bima. Yani mtu akiwa na NHIF akifika pale hospitali kwa ajili ya matibabu, huyu ndio apewe kipaumbele cha kwanza. Serikali kupitia mfuko wa taifa wa bima afya ilianzisha fao la wanafunzi mwaka 2009 kwa lengo la kuwawezesha wanafunzi au kila mwanafunzi ambaye labda mzazi wake ana bima au sio mtumishi, basi naye aweze kunufaika na huu mfuko wa serikali kwa kulipia shilingi 50,400 kwa mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaratibu ulianza kama jana awali na umeenda ambapo kwa sasa imekuwa ni lazima. Lakini pamoja na maelekezo haya ya serikali, ufanisi na uendelevu wa fao hili unategemea sana idadi kubwa ya kundi husika la walengwa kujiunga, wachangie wengi kwa pamoja kabla ya kugua, na kupitia michango yao waweze kuwahudumia watakaohitaji huduma ya matibabu. Wanaochangia wengi, ingawa kiasi cha 50,400 ni kidogo, wanaochangia wengi ndio wanaweza kuhudumia kupitia hiki wanachokichangia. Katika utekelezaji wa fao hili tumeshuhudia changamoto, lakini tumeshuhudia mafanikio. Tulianza na wanafunzi wachache na vyuo vichache, lakini tunavyoongea leo angalau kila chuo kimeshajiunga, ingawa hata kama bado hawajafikia idadi ya wanafunzi wanaotakiwa 100% kama ilivyoelekezwa, lakini kila chuo tumeshafikia na mwitikio unaendelea kuboreka kila mwaka. Kwa mwaka uliopita 2024-2025 tunaweza kusajili 36% ya wanafunzi wote kati ya ambao ni 100% ambao tulipaswa kuwasajili, ukiondoa wale ambao wana kadi kupitia wazazi au kama wategemezi au ambao ni watumishi. Ili kuleta ufanisi, jitihada kadhaa zimekuwa zikichukuliwa serikali, mfuko pamoja na vyuo kuhakikisha kwamba ili fao kila mtu ananufaika nalo, hasa upande wa wanafunzi. Katika kufanyia changamoto
changamoto hizo ambazo ni pamoja na wanafunzi kutumia kadi, mwanafunzi mmoja, kadi ya mtu mmoja kutumika zaidi ya wanafunzi 3 hadi 5 ambao tumekuwa tukiwakamata katika vituo vya kutolea huduma. Baadhi ya wanafunzi kutokuwa tayari kulipa, lakini pia baadhi ya vyuo kutoweka mkazo au ulazima kuwafaili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajiunga na mfuko. Sasa kwamba yani jamii yetu imetawaliwa na umaskini mkubwa sana. Kwa hiyo ule umaskini unaingia kwenye vitu mbalimbali. Hauji tu, yani sisi kwa mfano tunaposema bima, tunashukuru kwamba kila mtu ana hiyo 50 na 4. Kila mtoto anaingia nayo. Kila kuna unamfanyaje kwa mfano? Unamwambia ajiandikishe. Anajiandikisha, anatoa ile anaiangalia. Yeye mwenyewe anamjua. Kwa hiyo ile jamii inapomlea na yeye ndivyo anajilea. Akifika chuoni ile iko ndani yake, kwa hiyo ni rahisi pia kuona kwamba nikikata kona hapa nitafika. Tunatoa rai kwa wanafunzi ambao wanatumia kadi moja kwa wanafunzi wengi basi kufuata utaratibu na sheria, kwamba waachane na hiyo tabia, kwa sababu mwisho wa siku kwanza inadorolesha ufanisi wa mfuko, lakini pili ni kinyume na sheria. Mwisho wa siku wanaweza kuingia matatizoni kwa mujibu wa sheria na kushtakiwa, kitu ambacho pia kinaweza kaleta gharama pia kwa wazazi kuanza kushughulika na kesi kama hizo ambazo zimekuwa zinafanyika. Tumeshuhudia mara kadhaa vijana wetu walikuwa wakipata baadhi matokeo yake kutokana na kupata bima ya afya, wanapata usumbufu mkubwa sana. Kwa hiyo tumepokea maelekezo hayo na tunawasihi vijana wetu kwa wingi kabisa waone umuhimu wa kufanya hivyo, kwa maana ya kujiunga na mfuko huu wa bima ya afya ili wasipate tabia pale wanapopatwa na changamoto ya kiafya. Imekuwa ikionekana kwamba jambo hili halina umuhimu wowote, lakini tumejifunza kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Kundi la kwanza ni kuanzia shule ya awali hadi kidato cha 6, na kundi la pili ni wanachuo au wanafunzi wa elimu ya juu ambao katika vyuo vikuu na vyuo vya kati. Mfuko unasajili taasisi ambayo ni shule au chuo, na kupitia usajili huu wanafunzi au wanachuo wa taasisi husika wanajisajili kupitia taasisi husika hiyo. Katika makubaliano haya, kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi 50,400 kwa mwaka kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika. Na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo basi anachangia kiasi hicho ambacho nimekitaja. Hii ni Tanzania Habari.